Karibu sana msikilizaji, kwa mara nyingine tunaingia hivi sasa katika sehemu hii ya mjadala kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu hapo awali na kwenye ripoti zetu kwamba vita vya Sudan vinaingia mwaka wake wa 4 vikiwa vimetimiza miaka mitatu, na hali ikiwa bado inatisha katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo kutokana na kuendelea kwa mapigano yaliyotapakaa. Mapigano yameenea katika majimbo ya Kordofan Kusini na Blue Nile, yakifanyika mashambulizi ya droni ya kila upande na kusababisha mauaji ya takriban watu 700 tangu mwezi Januari mwaka huu, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Kwa nini mgogoro wa Sudan umeshindwa kupatiwa ufumbuzi, na wakati Umoja wa Mataifa unasema mamia kwa maelfu wameuawa na zaidi ya milioni 11 wameachwa bila makazi, huku ikikadiriwa kwamba kiasi 70% ya Wasudan wanaishi katika hali ya umasikini. Tunaujadili mgogoro huu nikiwashirikisha kutoka mjini Kampala Omar Mutasa. Huyu ni mwandishi wa habari anayejua vizuri kabisa hali ya kisiasa ya Sudan na amewahi pia kuishi huko Khartoum, na kutoka Nairobi nimewaalika Profesa Chacha Nyaigoti, ni mchambuzi wa siasa za kikanda, na vile huko Tanzania tunaye mchambuzi mkongwe wa kisiasa Gwandumi Mwakatobe. Karibuni sana nyote. Na nianzia kwako Mutasa, nataka utupe mtazamo wako kwa hali ya Sudan kwa namna unavyoifahamu wewe, kwa kuzingatia hii sura iliyochorwa na Umoja wa Mataifa kwamba bado wa Sudan wanakufa kutokana na mapigano yanayoendelea. Umasikini kwa makadirio ni kiasi 70%. Mutasa, maisha kwa ujumla ya wa Sudan yako vipi, walioko ndani na nje pengine? Kwa hakika maisha ya raia wa Sudan walioko hasa ndani, maisha ni mabaya sana. Mauaji bado yanaendelea. Imekuwa ikisemekana kwamba maiti zimekuwa zikitapakaa njiani, watu wanaruka tu maiti. Utajikuta kwamba hata hao ambao wameweza kutoka ndani ya Sudan, karibu sasa hivi watu walio kwenye makambi au nje ya makambi, karibu watu milioni 12, wote wana njaa. Maanake hakuna chakula, hakuna chochote. Kwa hivyo hakuna lililobadilika katika miaka hii mitatu, isipokuwa kwamba mtutu wa bunduki umekuwa ukiendelea kulia nchini Sudan na maafa yamekuwa yakiendelea, isipokuwa tu ikiwa pande hizi mbili watakuwa na ari ya kisiasa kuweza kukaa, Burhan al-Fatah na Mohamed Hamdan Dagalo, ndipo tutakapoweza kuona kama kutakuweko njia bora. Kwa haya unayoyazungumza kwamba Wasudan wanaishi katika hali mbaya kabisa, maiti zimetapakaa katika miji ya Sudan, Mutasa, inakushangaza kwamba miaka mitatu imekwisha na vita tunavisikia vinaendelea kati ya RSF na jeshi la Sudan, na hakuna dalili ya kupatikana suluhu? Dalili ya kupatikana suluhu ingekuwepo ikiwa hawa viongozi wawili Burhan al-Fatah, Jenerali Burhan al-Fatah na Mohamed Dagalo Hameti, ikiwa watakubali kukaa kwenye meza moja na kuweza kuangalia tofauti zao, tatizo ni nini. Hili ndio jambo kubwa. Sasa hivi mmezungumzia swala la mkutano wa Berlin. Mkutano wa Berlin sidhani kama utaweza kusaidia sana, kwa sababu ni mkutano ambao unaozungumzia matatizo ya misaada ya kibinadamu zaidi kuliko kutafuta njia ya kisiasa kuleta pande hizi mbili katika meza ya mazungumzo. Ikiwa hawataweza kukaa kwenye meza ya mazungumzo watu hawa wawili, nafikiri mapigano yatazidi na simu kidogo inaleta matatizo ya Mutasa huko. Lakini Profesa Chacha, kwa nini wewe unadhani bado Sudan iko kwenye vita? Kipi kinachowafanya makamanda hawa, majenerali hawa mahasimu Burhan na Dagalo kuendelea na vita? Nafikiri ni uchoyo, uroho, na kwa upande mwingine uchochezi unaotokana na ubabe katika fikra zao. Hao viongozi wa pande mbili wanafikiri kwamba kila mmoja wao ana haki ya kushika hatamu za utawala ili aweze kujinufaisha na kunufaisha wale wanao ambatana naye. Hili ni jambo ambalo linapatikana katika bara la Afrika katika sehemu mbalimbali, lakini Sudani inasikitisha sana kwa namna ambavyo kwa muda mrefu watu wanauana kiholela, mili inatapakaa hovyo hovyo mabarabarani na kila mahala, watu wanakufa, wengine
hama makazi yao na kukosa makazi na kuanza kuhangaika, wanawake na watoto, wanaume wanakufa. Mimi ninafikiri hii hali inahitaji kujadiliwa na Waafrika, lakini tumeshindwa sisi katika bara la Afrika kuketi, kwa mfano kupitia kwa Umoja wa Nchi za Afrika kule Addis Ababa na kushurutisha pande mbili zikusanyike kwenye mkutano na waulizwe kwani shida yao ni nini, na waambiwe namna ambavyo tunaweza kupata suluhisho. Bwana Mwakatobe, ukitazama historia ya mpaka Sudani imekuja kujikuta katika vita hivi, utagundua kwamba hawa ni pwagu na pwaguzi. Majenerali hawa wawili wamefanya kazi pamoja, mmoja akiwa yuko juu na mwingine akiwa ni makamu wake, Bwana Dagalo. Mwakatobe, katika kuyatathmini hayo, unafikiri sasa kipi kinachoweza kuwafanya Wasudan kufikia amani ya kudumu baada ya kushuhudiwa ukatili mkubwa ambao umefanywa na watu hawa wawili, kwa mujibu wa taarifa zilizotoka Umoja wa Mataifa, na janga la kibinadamu kwa miaka hii mitatu ambalo limesababishwa na vita hii? Naam, Saumu, kwa kweli inasikitisha sana, kwa sababu sikutarajia kabisa kwamba Sudani ingekuwa kama ni nchi mbili ndani ya nchi moja yenye mafahari wawili tu ambao ndio wamefikisha nchi nzima hapa ilipofikia. Ni kweli Sudani imekuwa ni nchi ambayo ina mapinduzi ya kijeshi tangu ipate uhuru mwaka 1956. Kumekuwa na mapinduzi ya kupinduana kiutawala, lakini haya tunayoyashuhudia sio Hemeti amempindua Burhani, wala sio Burhani aliyempindua Hemeti. Tunaona ni wananchi ambao hawana hatia ndio wanapinduliwa, ndio wanapigwa, ndio wanauawa. Hawa wawili ambao wanasigana, wanaasimiana, wamo maofisini, wako wanalindwa kweli na vikosi. Huwa najiuliza kwamba kweli tumeshindwa sisi wa Afrika kuweza kuwaleta pamoja hawa wawili, na hata ikiwezekana kuwakamata ili kukomesha vita. Kwa ni mambo ambayo yanasikitisha sana, lakini huu mgogoro ni tofauti kabisa na migogoro mingine, kwa sababu kini hasa kama walivyotangulia kusema wenzangu ni uroho wa madaraka wa watu wawili, sio pande mbili. Kwa sababu lakini unadhani Bwana Mwakatobe ni uroho tu wa madaraka au kuna cha zaidi? Kwa sababu hawa watu kama nilivyotangulia kusema walikuwa wakifanya kazi pamoja na wamekuja kutofautiana kuhusiana na mwelekeo wa kuipeleka nchi katika utawala wa kiraia, lakini walikuwa wanasikizana, wote wako katika serikali moja. Sasa mimi ninajiuliza tu ikiwa kweli hili swala la kuiongoza Sudan ndio mzizi wa fitina au kuna cha zaidi. Ni kweli, kwa nini tunawasisitiza hawa? Kipo cha zaidi, lakini bado chini hasa kinakuwa wawili, kwa maana kwamba hawa wanaopigana hawa wanapata nguvu, wanasaidiwa na nguvu kutoka nje, nguvu za mataifa mengine ambayo wanafuata maslahi yao ndani ya Sudani, ikiwemo dhahabu, rasilimali za dhahabu pamoja na mafuta, lakini si kwa ajili ya kuwaponya wananchi. Kwa hiyo pamoja na hawa wawili kwamba ndio kini na uroho wao, lakini mataifa ambayo yanawasaidia yanachangia kwa sehemu kubwa, iwe ni Misri, iwe ni Imarati, iwe hii yani Falme za Kiarabu. Hawa ndio wanachangia, kwa sababu ni ukweli usiopingika kwamba Sudani haina viwanda vya silaha. Sudani haina drones ambazo zinapigwa, zinatoka nje. Kwa hiyo pia mkono wa nje ni kwamba unachangia sana kuweka petroli kwenye moto ambao unawaka. Mutasa, ni kulete wewe hapa katika swala hilo analolizungumzia Bwana Mwakatobe kuhusiana na haya mataifa ambayo yanatajwa kwenye vita hii. Metaja Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri, Marekani pia. Mutasa, haya mataifa kwa umbali gani yanahusika katika vita hii na yanahusika vipi hasa? Mchango wake ni upi katika vita hii ya Sudan? Ukiangalia hayo mataifa uliyotaja ambayo ndio kundi linalojulikana kama kundi la Quad, Marekani, Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri na Saudi Arabia, haya ni mataifa ambayo yamekuwa kwa hakika
yakiwa katikati ya swala hili la tatizo la Sudan, na kila nchi ina upande wake. Saudi Arabia utajikuta kwamba ina upande wa serikali ya Sudan, na huku Imarati ina upande wa Mohamed Dagalo. Sasa hawa ndio wanaoleta matatizo katika vita hivi vya Sudan kwa maslahi yao wenyewe. Tusisahau kwamba sasa hivi inasemekana kwamba Mohamed Dagalo amekuwa akiuzia, inavyosemekana, dhahabu nyingi ikienda nchini Imarati, UAE, kwa sababu anataka kufanya nini? Kuendeleza vita vyake. Na utajikuta wakati huo huo Saudi Arabia nayo ina maslahi yake katika vita hivi. Tusisahau Marekani ambayo imekuwa ikipiga sana baragumu la kuwepo mazungumzo, pia na wao wana maslahi yao katika swala hili. Kwa hivyo hili ndio tatizo ambalo, lakini hizi nchi zote Mutasa, vile vile kwa upande wa pili wa shilingi, ni hizi nchi ambazo zimeonekana kuwa mstari wa mbele katika kuitisha mazungumzo na kujaribu kuziweka pande zote mbili, iwe ni UAE imefanya juhudi zake, iwe ni Saudi Arabia imefanya juhudi zake. Haya mazungumzo, unachotaka kusema ni kwamba ni kini macho, nyuma ya pazia kuna maslahi mengine? Kama Waswahili wanavyosema, naweza kusema kwamba ni danganya toto kwa upande mwingine, kwa sababu Sudan, serikali ya Sudan imekuwa ikipiga kelele kwamba UAE wamo katikati ya tatizo hili, na wakati huo huo Misri nayo inasaidia upande wa Dagalo. Kwa hivyo haya ndi matatizo ambayo ikiwa wataweza kuwaleta hawa watu pamoja, ambayo si rahisi kumleta Dagalo na Burhan al-Fatah wakakaa kwenye meza moja, nadhani hilo ndio swala ambalo la kuweza kuwafanya Wasudani wenyewe kuweza kufanya nini? Kumaliza tatizo hili. Na sivyo, haya mataifa yamo katika mzozo huu wa Sudan kwa sababu ya maslahi yao wenyewe. Profesa Chacha, utakumbuka mwaka jana Sudan ilisimamisha biashara na Kenya, ikionyesha kukasirishwa na serikali ya Nairobi baada ya kukaribishwa viongozi wa RSF hapo, ambao baadaye walitangaza pia serikali yao ya kivyao wakiwa Nairobi. Lakini pia ndani ya Kenya kwenyewe, Rais Ruto kwa muda mrefu ameandamwa na tuhuma za kumuunga mkono Dagalo. Tuhuma hizi ziliwahi vile vile kuwekwa waziwazi na aliwahi kuwa makamu wake Rigathi Gachagua, na sasa ni mpinzani wake inafahamika. Profesa, kuna mahusiano gani kati ya Kenya na Sudan na vita vinavyoendelea? Kwa upande wangu mimi binafsi sijafahamu zaidi undani wa hayo mambo, lakini inaaminika bayana kwamba kitendo cha kukaribisha kundi moja kuja huku bila kundi jingine na kufanya lile kundi kuwa na sauti ambayo inaonyesha ni kama wanatambuliwa na serikali ya Kenya, basi hilo ni jambo ambalo linakuwa ni kizungumkuti kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mojawapo ya itifaki zile ambazo tunakubaliana nazo ni namna ambavyo katika Umoja wa Afrika na Umoja wa IGAD viongozi wamekubaliana kwamba hawataweza kuwa wanashutumu na kuhujumu kuwepo kwa serikali ambayo imepewa madaraka kirasmi na kisheria kwa kuunga mkono wale wengine wanaopingana na hiyo serikali. Nafikiri kitendo kama hiki labda ni kitendo ambacho kinaendeleza harakati hizi za vita inayoendelea, kwa sababu inaonyesha dhahiri kwamba nchi ambazo ni majirani na Sudani na nchi ambazo ni majirani au wanachama wa IGAD wanaweza kushika nafasi ya kuunga mkono upande mmoja badala ya kutumia wajibu huo kuwaleta pamoja hao watu ili waweze kuelewana na kuleta amani, kwa sababu raia wa kawaida wa nchi ya Sudani wanazidi kunyanyasika na kuuawa. Na nafikiri tamaa hii inachangiwa zaidi na tamaa ya kibinafsi ambayo inafanya viongozi wakati mwingine kuweka tamaa zao mbele zaidi kuliko maslahi ya wananchi wa kawaida. Profesa Chacha, asante sana. Muda wetu tunaambiwa tumebakia na dakika kama 2 hivi. Saumu Njama, wasikilizaji wana chochote wanachosema, tupa kimoja tu haraka haraka. Zaidi wanaulizana hasa kinachopiganiwa huko ni kitu gani mpaka sasa. Wanasema ni dhahabu, ni mali, ni uhuru. Hasa wanapigania nini? Wanaoteseka ni raia wengi, wanasikitishwa na namna ambavyo raia wa Sudan wanapata tabu. Saumu wasema. Na kwa hilo
ambalo wameliuliza wasikilizaji, labda nimalizie kwako Mutasa, ukipima hali ilivyo kwa kutathmini miaka mitatu iliyomalizika na juhudi zilizowahi kufanywa na Marekani na Saudi Arabia, lakini na hizi ambazo zitafanyika huko Berlin, umetangulia kusema kwamba mkutano huu hautosaidia sana kwa sababu hautogusa masuala ya kisiasa na Sudani inahitaji sasa hivi mwelekeo wa kutazama mazungumzo ya kisiasa kulikoni msaada, japo msaada unahitajika. Mutasa, matumaini yako ni yapi juu ya Sudan na watu wake? Matumaini yangu ni kwamba wananchi wa Sudan lazima wakae chini waweze kutatua tatizo hili kama wao wenyewe walivyokuwa mwanzo. Mohamed Dagalo na Burhan al-Fatah, hao wote walikuwa wapenzi wapendanao, ushafahamu. Sasa hapana njia isipokuwa, ingawa huu mkutano wa Berlin wamejaribu kuwaleta baadhi ya mashirika ya watu binafsi kuweza kuingia katika swala hili, kuona kwamba alau wataweza kuwavutavuta hawa viongozi na wao waje katika mkutano huu, alau kuleta wajumbe wao katika mkutano wa Berlin, kuona kwamba at least panapatikana mazungumzo ya kuleta amani nchini Sudan. Omar Mutasa, mwandishi wa habari kutoka huko Kampala, na vile alikuweko Bwana Mwakatobe, ni mchambuzi wa kisiasa kutoka huko Tanzania, na nilimwalika pia Profesa Chacha, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka huko Nairobi, katika mjadala huu uliojikita katika kutazama miaka mitatu ya vita nchini Sudan.